Lakini katika majukumu yake ya kazi, Charles amewahi kufanya kazi katika kituo cha Azam TV, na miongoni mwa watu ambao walikuwa karibu sana naye ni dada yetu Madam Ivona Kamuntu. Marehemu wawasili Lupaso tayari kwa maziko kesho. Rais Magufuli pia awasili kushiriki. Na rais wa Mali apambana kuinasua nchi yake kwenye mzozo wa kisiasa. Tuarifu tu kwamba kesho kuanzia saa 2 asubuhi panapo majaliwa asubuhi tutakuwa mubashara tukiwaletea matangazo moja kwa moja kutoka kule Lupaso, Masasi, Mtwara kwa ajili ya maziko ya rais mstaafu Benjamin Mkapa. Usikose kwa nasi hapa UTV. Mimi ni Ivona Kamuntu. Na mimi ni Charles Hiller. Kwenye lugha alama alikuwa Claudia Mwakatobe. Usiku mwema. Dada Ivona, poleni sana kwa msiba huu. Pole tu sote. Nashukuru sana. Wetu sote. Kweli kabisa. Labda kwa ufupi, kwa namna ambavyo umeishi na Charles Hilary, wewe ulimfahamu kwa namna gani? Nilimfahamu kama mtu mcheshi sana. Sio tu kwamba anapenda kucheka, lakini anapenda kumchekesha mtu. Na hapendi mtu ahuzunike, asiwe na furaha. Anasema usipokuwa na furaha unaruhusu moyo kujikunja. Alafu ukianza kusinya utapata maradhi. Kwa hivyo ilikuwa ni ngumu sana hata kumjua Charles kama anaumwa. Sababu muda wote ni mtu wa kucheka tu. Lakini Charles ni mwadilifu sana. Sijawahi kuona mtu mwenye uadilifu hali ya juu kwenye kazi yake. Ukimtoa Tido, Charles alikuwa anafuata. Yaani alikuwa ni mtu wa kujali muda. Na alikuwa ni mtu ambaye pamoja na kwamba alikuwa ni boss, alikuwa mkurugenzi wa UFM, lakini alikuwa akitoka redio akija TV, kwa sababu mimi ni chief anchor, ananichukulia kama bosi wake. Wakati kimsingi mambo mengi sana alikuwa akinifundisha yeye. Lakini vile vile Charles ni mtu mwenye passion sana. Ana passion na kazi yake. Ni mtu anayependa mno. Yaani ulikuwa unaona namna anavyofurahi kufanya kazi yake. Ina energy, alikuwa na energy ya kiasi kwamba kama wewe hiyo siku hauko vizuri, passion alionayo itakufanya wewe ujisikie yes, hii ni kazi ambayo tunapaswa kuifanya. Kwa hiyo ukiniuliza mimi hivyo vitu vitatu kwangu vitaendelea kuishi na mimi milele. Mengi yamezungumzwa. Labda siri ya wewe kuendana sana na mzee wetu Charles Hilary, unaweza ukahisi ni kitu gani hasa, na nini ambacho unakikumbuka hususan katika mazingira yenu ya kazi? Unajua wanasemaga kila mtu na mtue. Inawezekana ilikuwa hivyo kwangu mimi na Charles. Lakini kwa mara ya kwanza Charles amefika ofisini. Nakumbuka tulikuwa kwenye postmortem ya kutengeneza pair za kusoma habari. Kwa hiyo katika meza ile ambayo tulikuwa tumeketi, sio tukiongozwa na Tido Mhando, Charles hata sijui aliguswa na nini, akasema imagine mimi ni Charles Hilary na Ivona Kamuntu, hatari, yani akasema tu hivyo. Kwa hiyo watu wote wakacheka kwenye kile chumba cha mkutano ambacho tulikuwa hapo. Na Tido nakumbuka alisema, mbona Kwa hiyo ni kama tuliendana, tuliklikiana. Na katika kuendelea kukubaliana ama kuendana, tukajikuta sasa tumevuka sio ofisi tena mpaka nyumbani. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukanikuta mimi na Charles tumekaa tunakula lunch, tunakaa tunakula dinner, ama tunakuja hapa kwa mama tunamchukua Fei, tunamchukua mama tunatoka. Yaani ilikuwa ni zaidi tena ya kazi. Haikuwa tena masuala ya kazi peke yake. Kwa nikajikuta ni mtu ambaye hata wakati mwingine anaweza kaa ofisini akazunguka, alikuwa na mtindo wa kufanya mazoezi mchana, anazunguka kisha kula.
anakuja ananifuata anachokoza. Ifona. Basi tu yani akusikie ukiongea kitu ukicheka atakwambia mtu tukatembee kidogo. Mtatoka mtutoka nje ya gate mtatembea mpaka kule TOT. Watu wengi sana walikuwa wanatuona tunatembea tunaenda tunarudi tunacheka tunaongea na kila mtu tunarudi tunaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo Chez alikuwa ni mtu wa kuclick na mtu yoyote hata kama usipompenda. Yani kuna namna tu utamwangalia utasema mzee bana ana maisha yake, ana namna yake, ana karisma yake ya kuclick na watu. Naamini hata kama isingekuwa mimi, angekuwa mtu mwingine yoyote bado angeweza kuclick tu. Na ukiniuliza kitu gani mimi kitabaki kwenye kumbukumbu ni mengi. Ni mengi sana. Ni mengi yani. Ni mengi mno. Nakumbuka kipindi cha kama hata miezi 2 ya kupita. Nilikutana naye tu kwa bahati mbaya kwa sababu alikuwa na mtindo akija hata kama anapita tu bara ataniandikia message ndefu. Alafu hiyo message ndefu anaandika tu Ivona kwa namna yeye anavyohitaji. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa nishazoea akija lazima anichokoze na akinichokoza najua huyu kakanyaga bara. Au anapita ama yupo kakanyaga. Na mimi namjibu babu. So mara mwisho nikakutana naye yani hata sielewi ilikuwaje. Mlimani City yuko yeye na Fei. Kwa hiyo sasa nimeshtuka naangalia hivi unajua jinsi alivyo unamuona kokote. Sasa usibabu. Kadiri ninavyosogea ndo naye anavoniona sasa. Na nikamchokoza na babu. Mbona umeanza kudhoofika? Umezeka nini uko? We, marufuku. Unaona? Kwa ni mtu wa namna hiyo, yani nina vingi sana ambavyo hata tukiwa ofisini kabla tujasoma habari maandalizi yetu tukiwa tunasoma habari namna tunavyofanya ad living namna tunavyofanya blanta zetu namna tunavyomaliza habari ni mtu tofauti yani nitakumbuka vingi sana. Uadilifu, uchapakazi. Wengi wanamfahamu Charles kama miongoni mwa mapayona wa lugha ya Kiswahili. Kwa namna ambavyo ulikuwa unamfahamu, wengi wanasema alikuwa mkali sana unapokuwa kuna makosa labda hususan katika matumizi ya lugha. Hakujawahi kutokea changamoto kama hiyo kwako na labda ni kwa namna gani ilikufanya ujifunze na kutoka sehemu moja kwenda nyingine? Sio kwamba alikuwa mkali. Charles sio mkali. Sema alikuwa hapendi kiona mtu anakosea. Kwa alikuwa anatamani yule anayekosea amrekebishe. Na alikuwa na namna yake kuongea na mtu asijisikie vibaya kabisa. Yaani ndio hizo tunazosema karisma za mtu anazaliwa nazo. Tunatofautiana. Mara nyingi Charles sio mtu kwenda hewani kabla hajapitia bulletin. Na waandishi wengi tunakaa uvivu kupitia bulletin. Yaani unakuta kwamba umezoea kazi. Kwa hiyo unaamini kwamba ukifika utasoma tu. Kumbe mule ndani aliyeandani binadamu na aliyepitia ni binadamu na binadamu na binadamu. Lakini anapopitia macho zaidi ya 2 matatu ni rahisi kuona makosa. Kwa hiyo mara nyingi alikuwa akipitia akiona kuna shida ananipigia simu. Kumbuke kulikuwa kuna majengo mawili kwetu, radio na TV ni majengo mawili tofauti. Kwa hiyo ananipigia simu ya mkononi. Hivyo hebu cheki story fulani umeiona? Wewe uone hapo kuna makosa, namwambia sijafika huko chini lakini ngoja nipitie. Kwa hiyo naipitia na irekebisha. Ama kama alikuwa ananiita mimi alikuwa ananiita mimi fundi wa interview. Kwa kuna interview yeye anaandika maswali alafu ananiuliza, "Vipi umeonaje hapo? Nimekufikia Naambia umepatia babu, ngoja nizichombeze tu." Aha, basi sawa, chombeza. Kwa hiyo unakuta mara nyingi namna yake ya kurekebisha Kiswahili ilikuwa ni namna watu wanavyotangaza lakini vile vile namna watu wanavyozungumza. Huyo ndo alikuwa Charles wa namna hiyo. Karibu wako na mzee wetu bila shaka ulivuka mipaka ya shughuli za kikazi, ikawa sasa kama familia. Sisi ambao hatujapata nafasi ya kuwa naye karibu kama familia, mzee wetu ukiachana na majukumu ya kazi, familia unaweza ukamwelezea ni mtu wa namna gani huku kwenye familia? Charles ni baba. Charles ni babu.
japo alikuwa hapendi kuitwa babu. Alikuwa hata kabisa kwamba amezeka. Lakini Chaz ni baba, alafu Chaz ni babu. Alafu Chaz kwangu mimi sasa ni mshikaji. Pamoja kwamba alinizidi umri sana. Miaka karibu 20 na kitu. Lakini Chaz awe ndani ya kazi au nje ya kazi, utaona ile ubaba wake ulivyo na utaona ubabu wake ulivyo. Kwa hivyo hata wale ambao walikuwa wakijaribu kumsogelea, alikuwa ni mtu wa kufungua mikono kwamba njooni, mimi ni baba, mimi ni babu, mimi ni rafiki. Huyo ndo Chaz ambaye nje ya kazi nilimfahamu hivyo. Na kwenye familia Chaz anampenda sana mkewe na mtoto wake na watoto zake. Rafiki yake mkubwa sana ilikuwa ni Fei. Nakumbuka wakati naanza kumrekodi sana Chaz, kumsambaza kwenye social media kwa sababu ya vituko alivyokuwa akinifanyia. Sasa nilikuwa naona nikibaki navyo peke yangu havitoshelezi. Faith alimconvince kufungua account za social media. Akakubali. Yaani ni ile kwamba alikuja akamueleza akamwambia kwa nini dad? Yaani you have to, unaona vitu vyako watu wanapenda kujua nje ya kazi. Kwa hiyo alinisaidia ikawa rahisi sana. Akamfungulia social accounts zake na zikapata followers wengi kwa muda mfupi sana. Kwa sababu ya vitu vyake tu, yaani namna anavyoongea, wakati mwingine ana vituko vya hadithi za zamani. Chaz alikuwa ni mtu kukana kila mtu na usijisikie vibaya. Sawa. Kuna utaratibu wa kusoma habari, lakini kuna vile vibonzo ama zile mlizo content ambazo mlikuwa mkiziandaa mara baada ya habari, angalau wenyewe wanasema lighten mood ya watazamaji. Na nani ambaye alikuwa akihusika sana kutafuta hivi vichekesho na story hizi za kufurahisha? Na kama ni yeye, kama mzee wetu, labda kipi ambacho wewe binafsi kilikuwa kama surprise kwako na hautakuja kusahau, kwa maana ya kitu ambacho alikuja nacho siku kama sehemu ya vibonzo hivyo vya baada ya habari? Alikuwa anavitafuta mwenyewe. Mara nyingi sana alikuwa anatafuta mwenyewe. Mimi nilikuwa namrushia vichache sana, kwa sababu mpaka yani nivipate watu wanitumie ndio nilikuwa narusha. Lakini kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa utani, ilikuwa rahisi sana ya kuvikusanya. Wakati mwingine ananionyesha kabla ya habari haijaanza. Wakati mwingine ananionyesha afa ananiambia leo nina kitu hicho. Kwa hiyo nakaa nasubiri. Kuna siku akaniletea akaniambia hebu tupime huyu mtu anaweza kuimba kwaya kwetu, tukamuingiza kwa kwaya yetu. Sasa kilivyochezwa ni Baruani anaimba. Nikabaki niko hebu mzee umemuoza nini? Nimemkuta huko mwenyewe kajifua anakuna koa na kunywa maji, nikafikiria mtu anaimba kumbe hamna lolote. Kwa hiyo alikuwa na surprise nyingi sana. Na wakati mwingine unaweza uko meangalia wote pamoja kibagizo, kwa sababu sisi tunakicheza kabla tujaanza taarifa habari mara nyingi. Lakini yeye hadithi atakayoenda kuiandikia hicho kibonzo ndio kitakachokufanya uwaze kwanza hivi mzee anawaza nini, lakini kwenye kichwa chake. Kwa hiyo lakini mara nyingi kwa anacheza mwenyewe na ilikuwa ni brand yake. Na tulimwachia yeye ndivyo ambavyo aitambulishe kwa mara nyingi. Mimi nilichukua task ya kuja na yale maneno ya nyuma ya magari ama nyuma ya pikipiki ama misemo tu mtu kasema kawaza huko, basi naiweka ya kufikirisha. Lakini mara nyingi vituko vingi kwa natafuta mwenyewe. Ni yapi ambayo tunapaswa kuyachukua kama legacy ya mzee wetu Chaz Hilary? Mazoea ya kazi sio mazuri. Usizoe kazi eti kwa sababu umeshafanya hiyo field kwa miaka 5, 6, 7, 10 ama 20. Chaz alikuwa hana mazoea ya kazi. Kumwambia kesho tuna production, trust me atakusumbua yani. Anajua mimi nikiambiwa na kazi tena hasa live, akili yangu huwa haitulii. Nitasoma kama mwendazimu, kama naenda kufanya mtihani. Kwa hiyo kumwambia Chaz
kesho tutakuwa na live ya ABC. Anauliza, kwani wewe umesoma vitu gani? Mimi namwambia nilivyovisoma ni vingi. Usinipe yote. Wewe niambie ulivyovisoma tu kwa juu juu. Niambia nimesoma kuswitch, nimesoma hiki, nimesoma. Unaona sasa ulivyokuwa na vitu vingi? Basi mimi nitakuletea hadithi. Yaani anakuja na vitu ambavyo wewe mwenyewe hukuvifikiria na atakavyo vifanya viwe light. Utaona kwamba pamoja na kwamba wewe ulienda ukasoma sana, lakini yeye alikuwa anatafuta kile ambacho kinagusa jamii kwa hadithi. Ndio ilikuwa tabia yake. Kwa hiyo alikuwa sio mtu wa mazoea. Kwa miaka ambayo amefanya kazi Charles, ilikuwa tu atoke huku apande gari yake aje ofisini labda saa 2 kasoro dakika 10 aanze kusoma taarifa habari. Haijui, hajaiona kifikra, hajaiona kimawazo, hajaipitia, lakini alikuwa hana hiyo tabia. Na akikutana na story umemwekea juko juu, yaani utaona kabisa anakwambia, yaani anakwambia usimpe yeye kwa sababu umeiweka sasa hii. Ikiwa na makosa atajisikia vibaya. Kwa anakwambia mpe huyu. Kwa sababu alikuwa anaamini kwamba nina uwezo hata wa kuambiwa ongea kuhusu kitu fulani na nikaongea mpaka mkasema tumekaa sawa turudi hewani. Kwa hiyo alikuwa anaamini hata vikija na makosa nina uwezo kuvirekebishia hewani. Kila mtu ana namna yake ambavyo Mungu amembariki. Kwa hiyo ulikuwa ukimshtukiza anapenda kujiandaa. Kwa hiyo anaheshimu kazi. Alikuwa hana mazoea ya kazi. Lakini Charles alikuwa haridhiki na maamuzi yake binafsi. Yaani anajua tuna interview. Anaweza kaandika maswali. Afa kukwambia hebu yapitie. Hebu yaangalie. Kwa hiyo wewe unavyoenda kuangalia unamwambia naona nimeongeza kitu fulani. Sawa. Alikuwa anaheshimu kila mtu. Haijalishi yeye ni mkubwa, ni bosi, lakini kwake yeye kila mtu bosi. Na kwake yeye kila mtu mkubwa. Na kwa watu wengine wadogo yeye Charles, kwa hao wadogo yeye ni mdogo kama wao. Huyo ndio Charles ambaye alikuwa kwenye kazi. Kwa hiyo amenifundisha kwamba hata kwa sisi tuwe na adabu, tusiwe na mazoea ya kazi. Tuzipende kazi zetu kwa mapenzi sana. Tusikubali kuharibu kazi kwa sababu eti wewe ni maarufu miaka mingi sana. Hii kazi haina mwenyewe. Unaweza ukapandishwa umaarufu wako kwa miaka 20, 30, alafu huo umaarufu ukashuka ndani ya sekunde 2 ama dakika 1 kwa sababu tu ya kukosa umakini. Kwa hiyo tujifunze kutoka kwake kikubwa hasa. Alikuwa na passion kubwa, nidhamu ya kazi na ni mtu kujitoa sana wakati wote. Ni kwa bahati mbaya sana Charles msiri. Sijui labda walokana wengine. Charles msiri sana. Charles kama anaumwa kitu cha kuonekana ndo utamwambia babu leo na nimenikamata leo sky na yeye anaondoka. Lakini kama anaumwa kitu kiko ndani aseme. Sikuwahi kumuona Charles kwenye biashara. Hakuwahi kuzungumza na mimi kuhusu biashara. Ila ambacho alikuwa kikizungumza mara nyingi ni anapenda bustani. Hata hapa aliwahi kunipeleka akanionyesha, nadhani pale ambapo sasa hivi amejenga, alikuwa na kabustani kaka mboga. Alikuwa na vikuku anapenda kuwarushia chakula. Hakuwahi kuniongelesha kuhusiana na biashara kwa kweli. Hakuna kinachokaa muda wote. Umefanya na kazi na Mzee Charles Azam TV kwa mafanikio makubwa, lakini hivi karibuni miaka michache iliyopita akapata uteuzi wa kulitumikia taifa katika serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Siku anapata uteuzi huo, ama labda alikufikishia taarifa mapema zaidi kwamba anaondoka, ilikuwa ni siku ya namna gani kwa upande wako, kwa namna ambavyo uliyapokea yale, hasa kwa sababu ya ukaribu wa kikazi mliokuwa nao? Cha kushangaza,
Charles wakati anaambiwa hizo taarifa tulikuwa studio. Message imeingia akasoma akaweka simu pembeni. Akasoma tena akaweka simu pembeni. Kabla babu vipi? Kuna swali akaniuliza kama namjua huyo mtu aliyemuuliza swali. Kwa sababu anaamini kwamba kwa muda ambao nimefanya vipindi vingi vya siasa inawezekana nikawa kwa namna moja ama nyingine nina mawasiliano ama na watu ambao wako karibu. Nikamwambia hebu nionyeshe. Akanionyesha. Inawezekana? Yaani hakuamini. Ilikuwa ngumu, alihisi kama Kwa hiyo kwa njia zangu nikamwambia ndio. Ndio. Na nikamuomba usikatae. Ilikuwa kabla kama dakika 10 hivi kwenda hewani au 15. Akaniambia una uhakika? Nikamwambia ndio. Usikatae. Hapo nikamtania kwa sababu nilimuona amekuwa serious kidogo. Nikamtania nikamwambia utazika vizuri babu. Akaniambia ngoja nitaenda kujadili na familia na mke wangu na mtoto. Kaambia sawa. Kwa bahati nzuri kama baada ya wiki nadhani akaniambia amepokea taarifa rasmi. Nikamwambia mambo moto. Sasa vipi? Si unaenda? Akaniambia tushajadiliana kwa hiyo inshallah tuombe uzima. Akaniambia hayo mambo sasa. Kwa hiyo ile siku ambayo nawaambia watu kwamba namuaga Charles ilikuwa nimeshajua kama wiki 3 ama mwezi kabla nilifahamu. Kwa hiyo ilinisaidia kujiandaa. Japo ni ngumu kusema kwa heri, mimi sipendagi mtu akiniaga kwa sababu najua nitalia tu. Kwa hiyo tukaandaa maandalizi ya kumwaga kiofisi. Pamoja ya kuandaa maandalizi ya kiofisi, lakini bado hiyo siku niliomwaga pale kwenye meza nilijikaza. Lakini baada ya pale nililia. Hata siku waliosema basi leo ndio mwisho hatuniona bado nililia. Kwa hivyo ndo namna ambavyo alipokea na namna alivyoenda. Mengine kabaki kwa historia. Tunakutana tu Dodoma, tunakutana akirudi, akinipigia, akinichokoza. Shairi moja la zamani, embe mbichi ukakasi, embe mbichi ukakasi. 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 Tia chumvi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.